Ninawasalimu wapenzi watazamaji popote mlipo, hamjambo. Nawatakia heri njema ya Krismasi pamoja na mwaka mpya, mwaka 2026 wenye baraka tele, mafanikio pamoja na afya njema. Mimi ni Bwana Ezra. Je, unanitazama kutoka wapi? Upo taifa lipi? Naomba tuweze kusahihisha register. Tumark register tuone, je, unanitazama kutoka sehemu ipi? Mawakili Tanzania au kipenda kikosi cha wanasheria Tanzania wameweza kumgeuka Samia Suluhu Hassan na kukataa mazungumzo ya maridhiano ambayo utawala wake unazidi kushinikiza na kuwaomba viongozi wa kidini Tanzania kuongoza taifa kwenye maombi ya maridhiano. Sasa kikosi hichi cha wanasheria Tanzania kinasema hivi: hakuna maridhiano kabla ya miili ya ndugu zetu waliotoweshwa, waliozikwa kuletwa wazikwe kwa heshima. Hakuna maridhiano yatakayofanyika kabla ya sisi wananchi kujua ni nani ambaye alipanga raia wakauawa. Mambo yamechemka, mambo yanalipuka. Tafadhali, ikiwa unanitazama kwa mara ya kwanza, sinikuombe tu kwa moyo mkunjufu, piga subscription, bonyeza kengele, sambaza kanda zetu kuelekea kwa vikundi viwili vitatu, ndiposa tuweze kuelekeza taarifa zetu kuelekea kwa wananchi wengi. Kuna huyu rais wa wanasheria Tanzania au kipenda Tanganyika, Boniface Mwabukusi, ameweza kuzungumza kwa niaba ya wanasheria Tanzania na kumwambia Samia Suluhu Hassan, ukizungumzia maridhiano unataka kuridhiana na nani? Yaani mnatulazimisha tuweza kuridhiana. Kuridhiana kwa nini? Mumejiuzulu kwanza. Jinsi ambavyo unaona hapo, Bwana Boniface Mwabukusi akaweza kutoa taarifa zake kwamba unaposema maridhiano ni kati ya nani na nani, yaani unapotaji eti kwamba turidhiane, hayo maridhiano yatakuwa ya nani na nani? Kaendelea kusema wanaridhiana nini kipindi ambapo mnataka kusema eti kwamba turidhiane? Tunaridhiana nini? Si mlisema hamkufanya baya, mbona basi mnataka tuweze kuridhiana? Tunaridhiana nini? Popote ulipo na vyovyote ulivyo, Brother Mdude Nyagali, heri ya mwaka mpya. Wanao wanakusalimu sana. Tatizo, viongozi wetu wanataka kutulazimisha kuridhiana bila kupata hatima yenu. Mimi na Watanganyika wenzangu wenye utashi na akili timamu hatutafanya hilo. Unajua, wacha niweze kueleza mpenzi mtazamaji. Nimeona mtu ambaye anaitwa Mwigulu Nchemba, Samia pamoja na viongozi wa chama cha CCM wakipanua midomo yao wakisema kwamba eti ingekuwa ni vizuri taifa liweze kuridhiana, lirudi kwenye hali yake ya kawaida. Na mimi Bwana Ezra, na mwili wangu mdogo lakini miaka mingi, nikajiuliza hivi, wanataka kuridhiana, wale ambao waliuawa wataenda kuridhiana na nani? Wale ambao miili yao iliweza kuzikwa wataenda kuridhiana na nani? Wale ambao wameumizwa wataenda kuridhiana na nani? Akina Humphrey Polepole ambao wametekwa, haijulikani waliko, wamefichwa, wataenda kuridhiana na akina nani? Jibu likanikujia likasema kwamba
ambia Watanzania, wewe kama msemaji wao, wasidhubutu kuridhiana na hii serikali ya mauaji. Unanielewa mpenzi mtazamaji? Wasidhubutu hata kidogo, kwa sababu kipindi ambapo walikuwa wanateka, walikuwa wanaua, walikuwa wanapoteza, walikuwa wanajeruhi, walikuwa wanapanga kuua, walikuwa wanajua kitu ambacho wanakifanya. Ni kipi ambacho kimebadilika sasa? Wanataka maridhiano. Sasa huyu rais wa wanasheria Tanzania akaendelea kusema kwamba mimi na Watanganyika wenzangu wenye utashi na akili timamu hatutafanya hilo. Lazima murejeshwe na tujue ni nini kilitokea. Waliotekwa na kupotezwa na miili yao waliouawa Oktoba 29 lazima irejeshwe kwa ndugu zao, wapate mazishi ya heshima. Lazima tujue yale mauaji ya halaiki yaliyotokea 29 Oktoba, kwa nini yalitokea na miili ya ndugu wasioonekana iko wapi. Kuzungumzia maridhiano kwa kufukia ukweli wa kilichotokea na dhambi ya kufuru dhidi ya uhai. Ukweli, haki na uwajibikaji vitalikomboa na kuliponya taifa. Sasa ukiona hapa mpenzi mtazamaji, huyu rais wa wanasheria Tanzania Boniface Mwabukusi anasema kwamba lazima waliotekwa, kama mfano akina Mdude Nyegali, waliotekwa na kupotezwa, kabla ya mazungumzo ya maridhiano lazima waweze kurejeshwa. Ndio sasa ninazungumza na nyinyi serikali, nyinyi akina Msigwa, ninajua mnaniangalia. Nyinyi vibaraka na machawa wa Samia, ninajua mnaniangalia. Ninazungumza na nyinyi. Hakuna maridhiano ambayo tutafanya, mimi kama msemaji wa Watanzania, hakuna maridhiano ambayo tutafanya na hii serikali batili bila ya waliotekwa kurejeshwa, au kabla ya waliotekwa kurejeshwa. Hakuna mazungumzo ya maridhiano ambayo tutafanya kabla ya ndugu zetu waliotekwa kurejeshwa, kabla ya waliouawa miili yao kurejeshwa. Na lazima tujue ni akina nani hawa ambao walipanga mauaji ya halaiki, jinsi ambavyo Boniface Mwabukusi ameweza kusema. Sasa hii serikali ikizungumzia mazungumzo ya maridhiano, wanataka kufukia ukweli, wanataka kuficha ukweli wa mambo ambayo yalitendeka, ya mauaji, ya udikteta, ya kuwapoteza wananchi. Kwa hivyo kama wanataka maridhiano na sisi wa Tanzania, hii serikali ya Samia kama inataka maridhiano, cha kwanza ajiuzulu, cha pili waliotekwa warejeshwe, cha tatu lazima tujue walipelekwa wapi, ni kipi ambacho kiliweza kujiri pale, cha nne tujue ni kwa nini raia waliweza kuuawa, cha tano haki lazima iweze kutendeka. Hayo yote yakitendeka, basi tuko tayari kwa maridhiano, lakini baada ya Samia kujiuzulu.